Mamia ya watu wanatarajiwa kuingia mitaani nchini Kenya asubuhi ya leo kushiriki katika kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 yaliyotokea, ambayo yaliongozwa na vijana wanarika wanaojulikana kama Gen Z. Machafuko hayo yalifikia kiwango cha maandamanaji kuvamia bunge na msako mkali wa polisi ukafuata. Kulingana na waandamanaji na wanaoandaa maandamano ya leo, yanafanyika kwa heshima ya wale waliopoteza maisha yao. Tarehe 25 Juni mwaka jana ni moja ya siku yenye kusababisha tumbo joto katika historia ya hivi karibuni katika taifa la Kenya. Kulingana na tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini humo, takribani watu 60 wameuawa katika mchafuko ya majuma kadhaa. Familia nyingi zinasema bado zinasubiri haki na uwajibikaji. Kifo cha mwalimu akiwa chini ya ulinzi wa polisi na tukio la kumfatulia risasi mchuuzi mwenye umri wa miaka 22 Boniface Kariuki yamechochea hasira ya umma. Polisi wanasema maafisa waliohusika na matukio hayo mawili wamekamatwa na kushtakiwa, lakini waandamanaji wanasema hiyo imekuwa tabia ya polisi ya muda mrefu, kukandamiza raia bila uchunguzi kufanywa. Mkuu wa polisi wa Kenya Douglas Kanja amewasihi raia kudumisha amani na kuepuka maeneo yanayowekewa zuio kufikiwa. Wakati wa huo, vikundi vya asasi za kiraia na balozi za kigeni wameitaka serikali ya Kenya kuheshimu haki ya kukusanyika kwa amani na kufanya uchunguzi wa kuaminika kwa madai ya dhuluma zinazotekelezwa na vikosi vya usalama. Wakati huo, katika hatua hii ni kwamba idadi kubwa ya polisi imeshuhudiwa jiji kuu la Nairobi na maeneo mengine ya nchi hiyo siku hii ya Jumatano, huku wa Kenya wakijiandaa kushiriki kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu maandamano mabaya ya kupinga mswada wa fedha wa 24. Siku hiyo imetengwa na wanaharakati na mashirika ya kiraia kwa ajili ya maandamano mapya, wakati huu yakilenga ukatili wa polisi na uwajibikaji. Kulingana na jarida la Citizen Online, barabara kuu ya kuingia katikati ya mji wa Nairobi zimefungwa asubuhi hii, ambapo hivyo kutatiza usafiri na kuwalazimu wasafiri kuteremka kwenye vituo vinavyotengwa. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pamoja na maafisa wakuu wa usalama wamewasili Harambee House mwendo wa saa 11:30 asubuhi ya leo kufuatia hali hiyo. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amehutubia taifa katika kikao kifupi cha wanahabari Jumanne, akiwataka waandamanaji kujizuia na kuepuka maeneo yaliyozuiliwa. Kanja amekariri kuwa huduma ya kitaifa ya polisi imejitolea kuwezesha maandamano halali, lakini akaonya dhidi ya vitendo vyovyote vinavyoweza kuwachochea maafisa wa usalama au kuvuruga utulivu wa umma. Kamanda wa polisi wa Nairobi George Seda ameunga mkono maoni hayo mapema wiki hii, akisema maafisa walikuwa wamepokea arifa rasmi kuhusu maandamano yaliyopangwa na walikuwa wamejitayarisha kikamilifu kudumisha amani na usalama.